majina naitwa Peter John Mwita, ninafanya kazi na kanisa Anglikana Dayosisi ya Tarime, kituo cha maendeleo ya kilimo na ushauri Mogabiri ama Mogabiri Farm Extension Center kama kaimu manager wa kituo. Siku ya leo tunayo furaha kutembelewa na wadau wenzetu mbalimbali ambao tunashirikiana nao katika mradi wa agro kilimo. Mradi huu specifically upo kwa ajili ya kusaidia center ambazo zinafanya shughuli za kilimo ekolojia, na miongoni mwa center hizo ni pamoja na kituo chetu cha Mogabiri Farm hapa Tarime. Mradi wa agrokilimo, tangu tumekuwa sehemu ya wadau wa mradi huo, tumeweza kunufaika na mambo mbalimbali ambayo kupitia mradi huu tumeweza kupata kama kituo. Moja ni pamoja na kubadilishana uzoefu mbalimbali wa masuala ya kilimo ekolojia, lakini pia kupitia mradi huu kama kituo tumeweza kupata support ambayo imetusaidia kuendeleza shughuli zetu za kilimo ekolojia, kwa maana ya kwamba Mogabiri Farm sisi tumeweza kupokea support ya kuwekeza katika kilimo cha umwagiliaji, kwa maana ya kuanzisha simple irrigation system kwenye mashamba yetu hapa kituoni ili kusapoti demonstration plot au maeneo ya wakulima kuweza kujifunza ya shughuli za kilimo ekolojia. Kwa hiyo kimsingi tunaendelea kama kituo kuwa sehemu ya kutangaza na kuhamasisha wakulima kuendelea kulima kilimo ambacho ni rafiki cha kimazingira, kwa kuhakikisha kunakuwa na usalama wa udongo, kunakuwa na usalama wa chakula, lakini pia kunakuwa na usalama wa afya ya mtumiaji. Hivyo basi kama kituo tunashukuru sana support ambayo tumeipata kupitia coordinator wa mradi huu ambao ni IDP, lakini pia wafadhili wa mradi huu ambao ni ubalozi wa Ufaransa kwa kutusupport kiasi cha shilingi milioni 35 kwa awamu ya kwanza, ambayo ni sehemu imeweza kufanya na kusaidia kuweza kuzindua mradi huu wa siku hii ya leo. Hivyo basi wito wetu kwa jamii, tuendelee kusimama na kilimo rafiki cha mazingira ili kuendelea kulinda ardhi zetu, lakini pia kuhakikisha kuna usalama wa afya kwa kuepuka kutumia kemikali, lakini pia kuepuka kutumia sumu mbalimbali kwenye mazao, lakini pia kwenye ardhi zetu tunazozitumia. Mwisho wa mwaka 87 kupitia kuanzishwa kwake huko tumeweza kufikia wakulima takribani 35,000 wakiwa pamoja wanawake pamoja na wanaume na makundi mbalimbali, watoto, vijana, akina mama pamoja na watu wenye mahitaji maalum pamoja na wazee pia, kupitia shughuli ambazo tunazitoa za mafunzo ya ugani kwenye maeneo ya mradi katika wilaya yetu hii ya Tarime. Kupitia uwepo wa kituo hiki kama sehemu ya wakulima kuja kujifunzia, iwepo jua mboga zitakuwepo, watajifunza. Iwepo wakati wowote ule wa hali ya hewa, upatikanaji wa maji ukiwepo, utasaidia kuendelea kuzalisha mazao ya kilimo ekolojia na kusaidia wakulima wengi kuja kujifunza katika kituo hiki cha Mogabiri. Matarajio yetu ni kuendelea kuhamasisha zaidi kilimo cha umwagiliaji, lakini pia kilimo cha kiekolojia ili kusudi watu wetu waweze kupata chakula ambacho ni rafiki kiafya, lakini pia ardhi iendelee kuwa na rutuba sawasawa na ilivyo kawaida. Mradi huu umesema unawasaidia kufanya kujenga tanki ya maji. Labda unagusa watu wangapi, wakulima wangapi tofauti na hapa kituo? Kwa sababu hapa ni watu wanakuja kutoka maeneo tofauti ndani ya wilaya Tarime, mkoa wa Mara, lakini pia maeneo tofauti. Tunatarajia watu wengi sana waweze kunufaika na mradi huu wa kilimo cha umwagiliaji ambao ni mazao yake yanazalishwa na kiekolojia. Kwa hiyo tunatarajia watu wengi watanufaika kwa sababu ya uwepo wa kituo hiki cha mafunzo. Labda hapa Mogabiri ni mazao yapi ambayo zao la migomba ambalo ndio zao kuu la kibiashara katika wilaya yetu ya Tarime. Hapa kama kituo pia tunazalisha migomba ambayo tunazalisha kirafiki, lakini pia tunachanganya na mazao ambayo ni rafiki ili kusudi kuendeleza kuhifadhi ardhi, lakini pia kuendelea kulima mazao mchanganyiko. Lakini pia tuna zao la mboga, cabbage hipo inalimwa kiekolojia, lakini pia tuna nyanya zinalimwa kiekolojia, lakini pia tuna hoho kiekolojia, tuna sukuma wiki ambazo zinalimwa kiekolojia, pamoja na ufugaji mbalimbali ambao unatusaidia kuweza kupata samadi ama mbolea kwa ajili ya kuweka kwenye hayo mazao yetu. Kwa kweli asilimia kubwa ya Tarime imebadilika kupitia kilimo ekolojia, hasa kwa maeneo ambayo tunafanya nayo kazi, yanakuwa chachu ya kusababisha na wengine pia kuweza kujifunza. Kama kuna mtu alikuwa hajui namna ya kutengeneza mbolea, anafahamu sasa. Kama kuna mtu alikuwa hajui namna ya kutengeneza pesticide au madawa ya kuzuia wadudu ambayo ni ya kiasili,
wanaweza kutengeneza kwa hivi sasa, ili elimu hii iendelee kufika kwa ukubwa wake. Kwa sababu kituo kimeanza 86, tunakaribia kuimaliza wilaya yetu hii ya Tarime. Vijiji vingi karibu zaidi ya 33 ambavyo tumeshafanya navyo kazi, na kuna uhitaji wa kutoka nje sasa ya Tarime ili kufikia maeneo mengine katika eneo hilo. Changamoto ipo. Moja ni kwamba uzalishaji wa kilimo ekolojia watu wengi hawawifanyi kwa lengo la kibiashara sana, kwa sababu ya kupatikana kwa malighafi, hasa hizi sumu za kiikolojia. Kupata pilipili nyingi kwa wakati mmoja, wakati mwingine ni changamoto. Kwa hiyo unakuta mtu anajitahidi kulima katika eneo fulani dogo, lakini pia ukinzani wa sera na miongozo ya kiserikali, kwa sababu sisi tuna promote mbolea za asili, lakini unakuta serikali ina promote mbolea za viwandani. Sasa wakati mwingine inamchanganya mkulima katika kuamua aende katika mfumo gani. Lakini kwa wale ambao tunawapata wanaotumia mbolea za asili, basi wanaonyesha matokeo mazuri na wanaambukiza wale wengine pia kuachana na mbolea za kemikali. Asante, naitwa Ayes Gabuberwa, ni mkurugenzi wa shirika la Island of Peace. Na Island of Peace na tunahamasisha mifumo endelevu ya chakula kwa kutumia mbinu za kilimo ekolojia. Na kwa kweli tunafanya kwa miradi tofauti mbalimbali, kwa sababu tunaanzia pale chakula maandalizi ya chakula kuzalishwa mpaka chakula kinapofika mezani na baada ya chakula kufika mezani. Na tunafanya kazi na wadau mbalimbali, kwa sababu mfumo wa chakula pia ni mpana, kuanzia uzalishaji mpaka baada ya kula. Kwa hiyo tunafanya kazi na wadau mbalimbali katika mfumo mzima wa chakula. Na sasa leo tuko hapa Tarime, Mogabiri, na ni mojawapo ya kituo ambacho ni wanufaika wa mradi wa agrokilimo. Mradi wa agrokilimo ni mradi unaofadhiliwa na ubalozi wa Ufaransa kupitia serikali ya Ufaransa, na sisi kama Island of Peace ni watekelezaji, kwa maana ya kwamba ni waangalizi wa mradi, lakini pia ni wadau katika kuratibu. Kwa Island of Peace sisi ni waratibu wa mradi huu wa agrokilimo. Mradi huu unalenga kuhamasisha au kusaidia senta mbalimbali za kilimo, ambazo ni senta za mafunzo pamoja na tafiti za kilimo. Sasa mradi huu ulianza vipi? Kwa kweli lilikuwa ni swali kwa wadau tu wenyewe, wadau wanaosaidia kufundisha wakulima, lakini kutoa tafiti mbalimbali za wakulima. Waliomba swali, niseme, kwa Agroecology Hub au kwa watafiti, wakiomba kujengewa uwezo kwamba ni namna gani ambavyo tafiti hizo wanazozifanya za kilimo ekolojia zinaweza kuwafikia wakulima, lakini ni njia zipi na ni mbinu zipi ambazo zinaweza zikasaidia tafiti hizi au teknolojia hizi ziweze kuwafikia wakulima. Na kwa swali hilo tunashukuru Mungu alivyolipata Agroecology Hub, tukatengeneza sasa wazo la mradi, na mradi ukaandikwa na tukapeleka. Tunashukuru sana serikali ya Ufaransa kwa kutupokea na kuona kwamba kumbe ni swala zuri sana la kuhakikisha ni namna gani tunaweza tukaviweka hivi vituo vyote vya kufundishia wakulima kwa pamoja, lakini pia vikawa na niseme na namna moja ya kufundisha wakulima kujifunza pia na wao kwa pamoja. Kwa hasa ndio lengo kubwa la mradi huu. Na katika mradi huu unazo vipengele kadhaa, kikiwemo cha hiyo tuliyosema networking, kufahamiana, kujifunza kwa pamoja, na kama ambavyo tumekuja Mogabiri ili tu kujifunza, centers zingine ziweze kujifunza ni namna gani Mogabiri inafikia wakulima, ni namna gani inafanya inaendeleza teknolojia za kilimo. Hiyo ni mojawapo, lakini pia tulikuwa tuna eneo pia la kuziwezesha hizi taasisi za kufundishia wakulima. Sasa kuziwezesha kulikuwa kunategemea kwa kweli na uhitaji husika wa taasisi husika. Kwa hapa Mogabiri, kama mlivyokuwa mnaona, tulikuwa tuna changamoto ya miundombinu ya maji. Mogabiri ni eneo ambalo tunapata mvua za kutosha, niseme misimu miwili ya mvua kwa mwaka, lakini baada ya pale, ina maana mvua zikinyesha nyingi maji yanapotea. Kwa hiyo waliona ni namna gani ambavyo pia
mradi huu umewasaidia kuweza kukusanya maji ya mvua ili waweze kuyatumia baada ya mvua kuwa imekwisha. Na kwa sababu sasa serikali ya Ufaransa kupitia kwa kweli ubalozi wa Ufaransa kwenye swala la kilimo ekolojia wamejikita na wamejidhatiti kusaidia maendeleo ya kilimo ekolojia kwa Tanzania. Sisi ni mashahidi, Island of Peace kule Arusha tumekuwa wamesaidia kuchimba visima karibu 100 vya wakulima vidogo vidogo tu hivi kwenye kaya vya kuhakikisha kwamba wanavuna maji ya mvua. Kwa hiyo tunapoona na hapa sasa Mogabiri wanaweza kuvuna maji ya mvua na tunayo baraka ya mvua sasa inakuja, tunaamini matanki yetu yatajaa. Mimi naitwa Profesa Jean-Luc Paul, yani jina la ukoo Paul. Ni profesa ya chuo kikuu cha Guadeloupe, ni mkoa wa Ufaransa. Lakini sasa hivi nafanya kazi chini ya ubalozi wa Ufaransa. Na ninafanya kazi wapi? Nafanya kazi SUA. Huku SUA kuna Agroecology Hub in Tanzania. Kiswahili chake ni kitovu cha kilimo ekolojia Tanzania. Ndipo nilipo sasa hivi napofanya kazi. Hapa nataka kuwaeleza kwamba historia ya kushirikiana katika Ufaransa na Tanzania katika eneo la kilimo ni historia ndefu sana. Yaani kuanzia miaka 80 ubalozi wa Ufaransa ulisaidia sana zaidi SUA. Kwa mfano ukienda sasa hivi SUA utakuta majengo ya horticulture unit, okay? Majengo yale yamefadhiliwa na Ufaransa. Watu wengine wakaenda kusoma master na PhD huku Ufaransa vile vile. Kwa hiyo ilikuwa mwaka 80 na mwaka 90. Vile vile wakati ule ufadhili wa Ufaransa ulisaidia miradi ya maendeleo kule sehemu ya Uluguruni, milima ya Uluguru. Kwa mfano ukienda sasa hivi Mbeta utakuta mbuzi, mfano tu mbuzi wa maziwa. Basi mwaka 80 mbuzi hata moja alikuwa hayupo, yani mbuzi wa maziwa. Hii ni mradi wetu moja. Baadaye katika mwaka 2005 tukasaidia kwenye shirika la maendeleo Ufaransa kujenga masoko. Huku soko la Nyandira, soko la Kinole, soko la Kibaigwa, soko kubwa sasa hivi. Basi mwanzoni tuliwekeza sisi au tulitoa msaada. Ilikuwa sio mkopo, msaada kujenga masoko hayo. Sasa hapo nataka tujue kwa nini sasa hivi ubalozi wa Ufaransa umejikita katika agroekolojia. Yaani tunarudi nyuma kidogo tu kama mwaka 2018 hivi. Nafikiri sina hakika lakini nafikiri watu wa TOAM kama wakina Dr. Mwatima Juma kutoka huku Zanzibar waliwatembelea ubalozi wa Ufaransa kusaidia msaada, kutafuta msaada kwa ajili ya kuorganize ile NEWAC maana yake National Ecological Organic Conference. Kwa ile NEWAC ya kwanza mwaka 2019, NEWAC ya pili 2021 na kadhalika, ubalozi wa Ufaransa ulitoa msaada kuhakikisha kwamba NEWAC ilikuwa inaendelea vizuri. Sasa katika mazungumzo kati ubalozi wa Ufaransa na wizara ya kilimo, wakaona labda ingefaa kuleta mtaalamu wa kilimo ekolojia hapa kutoka Ufaransa. Ndipo nilipopata nafasi ya fursa ya kufika Tanzania mwaka 2023 nafikiri. Au nilianza kufanya kazi hub mwezi wa 3 24. Hapa hub pamoja na wenzangu wa hub tukaandika mradi na ombi kwa Ufaransa tuanzishe mradi unaitwa agro kilimo. Agro
kilimo ni kama kilimo, kwa sababu agro maana yake kilimo, lakini basi hivyo. Sasa agrokilimo ina matarajio gani? Yaani tunafanya kazi na vituo karibu 6 na 7 vituo vya tuseme maonyesho na majaribio ya agroekolojia. Na hapo tunajaribu kupata njia, yani kujenga kama mtandao, vituo hivi vyote vishirikiane ili kukuza agroekolojia hapa kwenye nchi ya Tanzania.